Mchezo wao utakuwa ni mgumu, ingawa Yanga anaweza akapata matokeo kwa sababu Simba na Yanga kuzifunga mechi mbili, yani kufungwa mechi mbili na timu za zenye hadhi ya chini inakuwa ni ngumu sana. Yani uwezo kumfunga Yanga mechi ya kwanza ya dula kwanza na dula pili nao mfunge, itakuwa ni matusi makubwa. Yani ndio itakuwa kwa mara ya kwanza Yanga anafanywa hivyo na timu hizi za intermediate team. Kwa hiyo mimi naona Yanga atapata matokeo, ingawa mechi itakuwa ngumu kwa sababu Tabora naye yuko nafasi ya 5, anahitaji kuingia kwenye top 4. Kwa hiyo atakaza, lakini Yanga kupata matokeo anaweza akapata matokeo. Matokeo ya Tabora labda sare, lakini kupata matokeo Yanga anaweza kupata matokeo. Kile ambacho amekifanya Ali Kamwe na management ya afisa habari Young Africans wametangulia pale, na leo bwana wanafutilisha pale, wanatoa mkono wa Idi pilau katika uwanja wa siku. Yanga hizi ndo zao. Yanga ni watu wa propaganda, ni watu wa sifa. Kwa hiyo vitu kama hivi ni vitu vya kawaida. Sasa kama watu wamechinja mang'ombe wamekunywa masupu ya vibudu wale, itakuwa kualisha watu Idi ni vitu vya kawaida sana, kwa sababu Yanga ni timu ambayo inahitaji vibe, kwa sababu huku wametoka wameshapigwa na Tabora. Ili kuwapoteza maboya mashabiki wao, kwanza wawapoteze mawazo kwa kuwapa pilau. Sawa, sasa waangalie pilau wasije wakavimbiru afu kikawakuta cha kuwakuta. Maana yake Tabora wanaweza wakavunja mwiko, kwa sababu historia zinawekwa ili zivunjwe. Yanga hajawahi kufungwa na timu hizi ndogo game 2 mfululizo. Ile ya HF ilikuwa ni alipigwa kule. Hapa akaja akashinda goli moja. Lakini kupigwa game 2 zote hajawahi. Kwa hiyo hii inawezekana kwa mara ya kwanza. Kimpira anaweza akafungwa. Lakini Tabora yenyewe nao kama imechuja, kwa sababu kuna wachezaji wengi wameondoka, kina Morris wameondoka, yule center back yule wa Nigeria ameondoka, ameenda Rivers kwa mkopo. Yakuba Soni anaumwa. Kwa hiyo inawezekana wakaja wakapata matokeo kutokana na kuchuja kwa kikosi cha cha Tabora. Wakati tukirejea nyuma kidogo, Mwamba ulizungumza kwamba timu 3 ambazo zinaweza kuizuia Young Africans, Simba Sports Club, Tabora na Azam. Lakini kwa sasa ni kama unamwacha sasa Tabora kwamba hawezi tena kumzuia Yanga. Kutokana sasa na timu yao jinsi Tabora ilivyo. Na ndio maana sijasema kwamba hawezi kupata matokeo. Ila ugumu mechi itakuwa ngumu. Ndio maana nikasema Yanga anaweza kupata matokeo lakini kwa jasho. Ina maana swala la kufungwa ni gumu zaidi. Ila sare Tabora anaweza kafanya nini? Akapata. Yaani changamoto zile kwamba Yanga anasumbuliwa na timu 4. Sawa? Hizi zingine zote zina udhamini wa GSM. Timu ambazo zinaisumbua Yanga ni timu ambazo hazina udhamini wa nini? Wa GSM. Ambazo ni Tabora, Azam, umeelewa, Simba, umeelewa na JKT nini? Tanzania. Kuwafunga anaweza akawafunga, si kama Simba sikafungwa, lakini amemsumbua Yanga, kashinda lakini kwa tabu. Tofauti ile unashinda kama anavyozifunga timu zenye udhamini wa GSM 5, 6 shingapi, lakini kwa Tabora au Mashujaa alipofungwa goli 5. Umeelewa? Hakuna mtu aliyotarajia Tabora Mashujaa anaweza kafungwa goli 5 na Yanga, kwa sababu wana defense nzuri, lakini mwisho wa siku kafungwa goli 5. Sasa kwa Tabora hizi timu 4 nilizokutajia hizi ni ngumu, na ndio timu ambazo zitatoa timu ambayo inauashiria nini kwa ubingwa. Kwa maana hiyo kwa sasa JB 64 ukimtoa Tabora, nani mwingine anaweza kumzuia Young Africans? Kama kwa Tabora sasa umeanza kusema kwamba huenda akapata matokeo. Simba na Yanga. Meshieno anasema Simba na Azam. Asipocheza maana yake sisi tunachukua point 3. Kwani mechi imechezwa? Mimba iliyokuwa tumboni lazima mtoto azaliwe, iwe kwa operation au iwe, lakini kiumbe lazima kitoke tumboni. Akiwezi kiumbe kikakaa miaka 2 tumboni. Lakini JB 64 umeshuhudia siku ile kwenye kikao pale na waziri pale nje, mashabiki wa Young Africans bila shaka waliwashuhudia. Wengi wao walikuwa na msimamo mmoja ya kwamba wao wanasema hatuchezi, mpaka wameprint jezi na kusema kwamba hatuchezi. Hawachezi. Angesema TFF au bodi ya ligi, ningesema mechi hamna. Kwa sababu bodi ya ligi na TFF wao ndio watakaopanga ratiba ya mechi, na wao ndio wenye ligi yao. Yanga hana ligi. Yanga sio bodi ya ligi kwamba ajipangie, kwa sababu mechi iliahirishwa haikuchezwa. Ingekuwa Yanga ameenda pale, marefu walikuwepo, afu Simba hajaja, Yanga angepoa point 3. Lakini Yanga mechi imeahirishwa mchana, yeye amepeleka timu yeye kama yeye, wameenda wao, Simba hajaenda. Umeelewa? Na bodi ya ligi marefu hawakwenda, wala hakuna kiongozi yoyote, kwa hakuna taratibu zozote. Umeona mechi ya National Ali na Zamalek? Sumona Zamalek alikuwepo uwanjani, marefu alikuwepo uwanjani, mechi imesubiriwa dakika 15. National hajafika, mechi imemalizwa na referee kapiga filimbi kamaliza mechi. Pale sasa point 3 unajua kabisa zinaelekea wapi. Hata ukienda kwenye vyombo vya juu vya sheria lazima upewe point 3. Lakini leo Yanga atatoka, mfano ataenda kasi, unaenda kupeleka dokumenti zipi? Ataitwa TFF ndo nani? Ndio
mwanachama wa FIFA au wa CAF ataulizwa vipi? Bwana, mechi tuliahirisha tarehe fulani, watapewa barua ile, wataonyeshwa vipengele vyote na taarifa zote. Kwa hiyo ataonekana Yanga ndo mkaidi. Yanga hawezi kupewa point 3. Kwa hiyo wao kama wanasema wacheze, maana yake wako tayari kupoteza point 3. Sio kupewa sasa, kupoteza point 3. Kwa tarehe itapangwa, Simba ataenda uwanjani, Yanga akuja atapewa point zake. Lakini ni minding game, wanaongea tu. Yanga watakuja uwanjani. Iwapo Young Africans hawatakuja uwanjani Mwamba JB 64, ligi yetu naiona wapi? Kama hawajaja uwanjani, kwa sababu dabi yetu kwanza ni kubwa. Ni dabi namba 3 sasa hivi au namba 4 barani Afrika. Yaani ukitaja dabi 5 barani Afrika lazima utaweka dabi ya Simba na Yanga. Leo likitokea tukio kama hili ambapo mimi ninaamini Musepe hata rais wa FIFA lazima watakaa wanaiangalia hii mechi. Afu leo wanamuona Yanga hajaenda. Italeta taswira mbovu. Mwamba JB sana anazungumza na mashabiki wa Simba. Sasa turudi kidogo kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba. Semaje anakuambia hii tunavuka. Hii tunavuka. Nataka usitie neno kule katika mchezo huu wa tarehe 9 marudiano. Hii tunavuka inaambatana na dua. Wenzetu wamekwenda kuisupport timu Egypt. Sisi hatuna uwezo, hatuna uwezo wa kwenda. Tuko hapa Dar es Salaam au tuko Tanzania. Basi tunatakiwa tuwepo kule. Wale wameenda physically and morally. Sisi tunaenda morally. Yaani spiritual. Tunatakiwa tuwe ndani ya nini? Ndani ya Egypt. Yaani tuwe pamoja na timu. Sawa spiritual, katika spiritual value. Na spiritual value ni bora zaidi kuliko physical. Sawa, kwa sababu everything by faith, kila chochote kinaendana na imani. Kwa hiyo tuwe na imani na timu yetu na tuiombee dua, tuwaombee wachezaji wetu waamke salama leo, walale salama, waamke salama kesho. Basi ili waende wakafanya nini? Wakatupe kilichokuwa bora. Tusipate majeruhi aina yoyote. Na waamke katika hali ya kuwa na nini? Na mchezo. Na watoa wasiwasi. Al-Masry tulishawahi kukutana nao. Tukatoka sare ya 2-2, tukaenda kwao tukatoka sare ya 0-0. Walitutoa kwa kanuni. Lakini Simba ile ilikuwa Simba inashika nafasi ngapi kwenye renki za CAF? Timu ya 84 ndio waliweza kututoa. Timu hii inashika nafasi ya 6. Wao hata kwenye 10 bora hawapo Al-Masry. Hata kwenye 20 bora hawapo. Kwa mimi na imani tunaenda kufanya kitu. Na kwenye makundi tuangalie timu yetu. Na game ile tulianzia nyumbani tukaenda kumalizia away. Hii tunaanzia away tunakuja kumalizia nyumbani. Kwa kikubwa tuiombee dua timu yetu na tujiandae, watu wanunue jezi kwenye maduka ya Sandalendi, twende tukanunue jezi, tujiandae. Sawa, kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya mtoko wa tarehe 9, kwa ajili ya kwenda kuisupport timu. Zungumza na mashabiki wa Simba Sports Club kuhusiana na kujaza uwanja. Pia wale ambao walikusha kununua tiketi za mchezo uliopita zitatumika katika mchezo huu. Zungumza na wale walionunua tiketi za klabu Constantine ambazo tulizuiliwa kupeleka mashabiki kwa sababu taarifa ilichelewa. Hata mimi mwenyewe nilinunua tiketi yangu ya VIPB. Kwa hiyo tunza tiketi yako, zitatumika kwenye mechi nini husika. Na wale ambao hawajanunua, nadhani baada ya mechi ya kesho kutwa tiketi zitaanza kuuzwa. Kwa hiyo tununue tiketi, tusigombania kwa wingi. 2 days before basi uwanja uwe sold out ili tuweze tukaisupport nini timu. Kwa sababu mimi naamini kile ni kifuu cha moto. Sawa, lile ni tanuri la moto. Sasa tanuri la moto linahitaji kuni. Kuni ni mashabiki wa Simba na kelele zake. Zile ndo kuni ambazo zitawachoma nini? Al-Masry. Nikushukuru sana. Asante sana.